Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Una nafasi pia kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tunapatikana Facebook, Instagram pamoja na X, zamani Twitter. Jina ni Azam TV TZ, lakini usisahau kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa michezo kule Instagram. Tunapatikana kwa jina la Azam TV Sports. Unaweza kutuandikia maoni yako, kuna tutakuja kusoma hapa kupitia Mshike. Tuanze kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Kikosi cha Simba kimefanya mazoezi yake ya kwanza visiwani Zanzibar katika viwanja vya Amani Complex kujiandaa na mchezo wa mkondo wa pili fainali kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane utakaochezwa Jumapili hii katika uwanja wa Amani Zanzibar. Simba imeanza maandalizi baada ya kuwasili leo mchana katika visiwa vya Zanzibar, na hii ni kuelekea mchezo wa Jumapili ambapo itahitaji ushindi wa magoli 3 kwa bila ili kutoa kombe la taji la shirikisho barani Afrika, na hii ni kutokana na kupoteza kwa magoli 2-0 katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Alwatan Ramadhan Ngoda amehudhuria mazoezi hayo jioni ya leo, na hii ni taarifa yake. Baada tu ya kuwasili katika visiwa vya Zanzibar, kikosi cha Simba Sports Club hakikuwa na muda wa kupoteza, na kilichofuata ilikuwa ni kuwasili katika viwanja vya New Aman Complex, lengo ikiwa ni kuanza mazoezi ya kwanza katika ardhi ya Zanzibar kuelekea kwenye mchezo wa fainali mkondo wa pili dhidi ya RS Berkane. Kikosi kizima chini ya kocha Fadlu Davids kikaingia katika viwanja hivi kwa ajili ya kufanya mazoezi yao ya kwanza hapa Zanzibar, na yalikuwa ni mazoezi ambayo yalikuwa na sessions tofauti yakihusisha idara zote, kwa maana ya eneo la mlinda mlango, eneo la walinzi, eneo la kiungo pamoja na eneo la washambuliaji. Yalikuwa ni mazoezi ambayo yametengeneza ama yameendelea kutengeneza morali na utimamu kama si utayari kuelekea kwenye mechi hiyo ya fainali ya mkondo wa pili dhidi ya RS Berkane. Morali ni kubwa sana, na kiukweli mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba hatima ya kombe hili ipo juu yetu sisi wachezaji, lakini pia tuna nguvu kubwa ya mashabiki, tuna nguvu kubwa ya kusema ya kutoka kila kona, kwa sababu tupo nyumbani. Na ukiangalia mchezo wa kwanza wenzetu walikuwa nyumbani, walipata support kubwa sana kwa sababu wapo kwao. Kuna sisi tunapata support kubwa kwa sababu tupo nyumbani, na naamini kama ilivyo desturi yetu, desturi ya Simba, tukiwa uwanja nyumbani ndio ni tofauti kabisa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba sisi kama wachezaji tunaendelea na mazoezi. Kama unavyoona session ya leo tumeanza tukiwa hapa Zanzibar, tunaendelea kupokea maelekezo ya walimu wetu pamoja na benchi yake kwa ujumla, kuhakikisha kwamba tunapokea yale ambayo wanatuambia kuelekea katika mchezo huu wa finali, na tuweze kufanya vizuri na tuweze kulibakisha kombe nyumbani. Our training is mazoezi yetu ni kama ilivyo kawaida. Kuna namna tumeimarika kwenye uharaka wa matendo, nadhani umeona. Ni kiwango kile cha mazoezi ambacho tumekuwa tukifanya. Kwa hiyo si mechi ya kuchukulia kawaida, kwa sababu ni muhimu sana kurudi kwenye kile ambacho kimekufanya ufike kwenye mafanikio hayo. Hivyo tunajua kuwa tunachotakiwa kufanya ni kupambana na kujiandaa ipasavyo kwa ajili ya mechi. Kwa hiyo tunarudi kwenye kile tunachokijua. Ni kazi ngumu, tunatakiwa kuwa tayari kwa ajili ya mechi hii kama ambavyo tumefanya kwenye mechi hii. Baada ya mazoezi kumalizika, wachezaji wakamwambia sawa, kocha, tumekuelewa, mazoezi tumefanya na maelekezo tumefuata, lakini kumbuka leo ni siku yako ya kuzaliwa. Hivyo wachezaji wakaamua kumsherehesha kama siku shereheka naye kocha wao Fadlu Davids, ambaye leo ni siku yake ama ni kumbukumbu ya siku yake ya kuzaliwa. Na hiki ndicho ambacho waliona ni sahihi kufanya kwa kocha wao katika kusherehekea siku ya kuzaliwa ya kocha Fadlu Rahman Davids. Yote kwa yote, mazoezi yamefanyika na yamekamilika, na kile ambacho Mohamed Hussein pamoja na kocha Darian wamekizungumza hakika kinaakisi utayari wa Simba kuelekea kwenye mchezo wa mkondo wa pili fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Alwatan Ramadhan Ngoda, Azam Sports, Zanzibar. Naam, mbali na hilo ambalo amelizungumza Alwatan Ngoda hapo, tuungane naye moja kwa moja tujuze na mengine mengi ambayo yanaendelea huko visiwani Zanzibar. Bila shaka uko nasi, karibu sana Ngoda. Hem, tuambie umewasili hapo na umeona hali ilivyo kuanzia asubuhi mpaka muda huu. Wazanzibari wameipokea vipi mechi hii muhimu na kubwa pengine kwenye soka la Afrika? Naam, Kennedy, hakika hawakuongopa Waswahili waliosema kwamba dalili ya mvua ni mawingu, na mawingu yameanza kuonekana mapema sana tangu ambapo klabu ya Simba ilipowasili katika bandari ya Unguja hapa Zanzibar,
na namna ambavyo mashabiki wapenzi wa klabu hii walivyokuwa wanaipokea timu yao kwa bashasha, shangwe, ni dhahiri ilikuwa ikionyesha kwamba walikuwa wanaisubiri siku hii kwa udi na uvumba, kwa maana ya kuiona timu yao ikiwasili Zanzibar, lakini ni dhahiri pia kwamba wanaisubiri kwa hamu siku ya Mei 25 pale ambapo watakwenda kuwa nyuma ya timu yao kuhakikisha kwamba wanaandika historia mpya ya kwenda kukibakiza kikombe cha kombe la shirikisho barani Afrika katika ardhi ya Tanzania, tena katika ardhi ambayo imefanyika mapinduzi matukufu kwa maana ya ardhi ya Zanzibar. Shauku ni kubwa na ari pia ya mashabiki ni kubwa, kitu ambacho kinatia moyo kwamba siku ya Mei 25 itakwenda kuwa siku ya kipekee kabisa katika visiwa hivi vya Zanzibar. Pasina shaka umezungumza nao baadhi, wanauzungumziaje mchezo huu, hasa Mlima ambao Simba nao wa kufunga magoli 3-0 ili basi awe tawazwe kuwa bingwa wa michuano hii? Walichokuwa nacho mashabiki, wachezaji, viongozi, benchi la ufundi kinafanana kwa kiasi kikubwa, kwa maana ya wote wanaamini kwenye kuwezekana, wote wanaamini kwenye hili kutimia, na wakirudia kuangalia vile ambavyo Simba ameshafanya katika michuano mikubwa ya Afrika katika michezo mbalimbali ambayo alikuwa na mlima mkubwa wa kupanda, lakini akafanya hivyo. Wana reference nyingi sana za kuangalia, wana reference ambayo wanaikumbuka dhidi ya Nkana, wanayo dhidi ya Al-Masri, wanayo dhidi ya AS Vita, wana michezo mingi ambayo wakiikumbuka wanaamini kabisa kwamba huu ni mlima ambao wanauweza kupanda, na kikubwa ambacho nakiangalia ni ubora ama quality ambayo ipo kwa wachezaji wao, lakini pia ubora wa benchi la ufundi ambalo linaongozwa na kocha Fadlu Davids. Hivyo wote kwa pamoja wana imani na wanaamini kabisa kwamba Simba inaweza kupanda mlima huu wa kurudisha magoli mawili ambayo wametanguliwa katika mchezo wa kwanza dhidi ya RS Berkane, na pengine kumaliza mchezo mapema na kukibakiza kikombe hiki katika ardhi ya Tanzania. Shukrani sana Alwatan Ngoda. Pasina shaka utaendelea kutujuza mengi kutoka hapo, kwa sababu utakuwa nao sako kwa bako, huwa anasema Ahmed, mpaka mwisho wa mchezo huo. Hakika. Ni mwenzangu Ramadhan Ngoda nikizungumza naye kutoka visiwani Zanzibar, ambapo amekuwa anazungumza nasi na kutuarifu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea visiwani Zanzibar. Lakini hilo si pekee ambalo linaendelea huko, kwani Patrick Rimamu ambaye ni meneja wa kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa upande wa wachezaji, naye pia alikuwa na haya ya kusema kuelekea mchezo huo. Tumekuja na kikosi kizima kwa maana ya wachezaji takriban 30, technical staff na management staff. Tumekuja kwa ajili ya fainali. Baada ya sasa nadhani tunaelekea hotelini, na baada ya hoteli tunapumzika, then tunaanza program jioni kwa maana ya session kutokana na ratiba ya mwalimu na maelekezo ya technical staff. Tunategemea mechi itakuwa ngumu, mechi yenye ushindani, lakini ni mechi ya maamuzi, kwa sababu sio mechi ya kushinda tu, ni mechi ya kuhakikisha kwamba tunapata matokeo yanaweza kuhakikishia kwamba tunachukua kombe, na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tunategemea tutafanya vizuri. Sio mapema, kwa sababu ukiangalia ni almost session, leo ni Jumatano, utaangalia Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Jumamosi -1 mara nyingi hatuihesabu, kwa sababu kila kitu tunatakiwa ukifanya ndani ya siku 3-4 kabla. Kuja mapema ni njia mojawapo ya kuzoea hali ya hewa, kuzoea pichi vile vile, na mwisho wa siku kuweka mazingira mazuri kuhakikisha kwamba tunapata matokeo. Dar es Salaam na hapa bado unaweza kusema tungeendelea kwa Dar es Salaam, lakini mwisho wa siku tukaja huko. Lakini ukumbuke viwanja tutakachotegemea kutumia Dar es Salaam ni tofauti na kiwanja ambacho kiko Zanzibar. Hii ni hybrid, kule tunatumia katika natural grass. Kwa hiyo at least tunakuja kuhakikisha kwamba hatupati kizuizi chochote ambacho kinaweza kutusaidia tusipate matokeo mazuri. Kikosi cha ndani Morocco tulienda wachezaji 24 na sasa hivi tumeongeza wachezaji wengine ambao 6 ambao walikuwa wamebaki. Kwa kama nilivyosema awali, wachezaji wote kwa mpaka muda huu unapoongea wako vizuri tayari kwa mchezo. Patrick Rimamu, meneja wa wachezaji, akizungumza kuelekea kwenye mchezo wa weekend hii. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo yanaendelea kukujia moja kwa moja kupitia kisimbuzi cha Azam, lakini una nafasi pia kujua nini ambacho kitaendelea hapo kesho kwenye kisimbuzi chetu Azam TV. Kesho kutakuwa kuna nini? Ni kama ambavyo unaona hapa, haya ni matukio makubwa hapo kesho Azam TV. Michuano ya NBC Youth League bado inaendelea kwa maana ya vijana chini ya umri wa miaka 20. Kesho saa 10 kamili jioni Kagera Sugar watakuwa wanamenyana na Tanzania Prisons wa Jelaja la Hawa. Ngoma itakuwa live Azam Sports 1 HD, lakini Fountain Gate pia saa 1 kamili usiku wao watakuwa wanamenyana na Young Africans pia kwenye chaneli hiyo hiyo ya Azam Sports 1 HD. Usahau pia kwamba Herem pia watakuwa mzigoni dhidi ya SV West, ni miongoni mwa mechi kubwa pia ambazo tutashuhudia hapo kesho Mei 22 saa 3 kamili usiku,
na hii ngoma itakuwa ni kule Bundesliga ambapo wanapambana nani aende nani abaki. Muda huu basi tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, tuone umetuandikia nini. Swali lilikuwa linauliza Simba imefanya mazoezi ya kwanza Zanzibar. Je, ni mchezaji gani huwa hapewi nafasi lakini unatamani Jumapili aanze na kwa nini? Swali lilikuwa linauliza hivyo. Tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Na sasa tuanze kuangazia ukurasa wetu wa Instagram Azam TV Sports. Anaitwa Ekron Junior, yeye anasema wengi wanamchukulia poa sana Joshua Mutale, japo mimi natamani sana kocha Fadlu angeanza na Mutale alafu Kibu Dennis aanzie benchi. Lakini Vegi anasema Mukwala jamani mwepesi mno, alafu hakai na mpira sana, usimsahau Budo Mutale awakimbize kwenye boksi lao, refa afunike. Lakini Thomas Mayunga anasema yeye anajiita shabiki wa Simba toka Geita, anasema nikiwa safarini Arusha, Chasambi ni mtu wa maana sana kwenye maamuzi ya mwisho ila hapewi nafasi. Ni maoni yake. Tuangalie pia maoni mengine kupitia kurasa zetu zingine. Na sasa baada ya Instagram Azam TV Sports, tugeukie kurasa wa Facebook. Huku ni Azam Sports imeandikwa hivyo. Idi Msue yeye anasema Joshua Budo angepewa nafasi, binafsi ningefurahi kumuona kiwanjani, maana kwa siku za hivi karibuni ameonyesha kiwango kikubwa sana na utulivu wake kwenye uwanja ni silaha tosha. Naamini akipewa nafasi atafanya kitu kikubwa zaidi, maana pia tukumbuke hii ni mechi muhimu kwa Simba. Lakini Robax Kante anasema anapendelea sana Valentin Nouma angeanza, sababu kuna muda Zimwe anashindwa kumaliza mechi kabisa. Kocha akianza na Nouma then second half aingie Zimwe itakuwa poa. Lakini Bahati Winfred anasema Deborah Fernandez Mavambo kwangu mimi is one of the best and top players, he deserves more chance on the pitch. Amemaliza hivyo kwa maana kwamba akisema Mavambo yeye anastahili kupata nafasi kubwa kwenye michezo hiyo. Tusubiri tuone nini ambacho kitatokea. Lakini Azam TV Sports kule X zamani Twitter, Joshua Mutale aanze pale kati kama namba 10 kwa sababu anauweza ule mpira wa kasi. Gideon Emery anasema ningependa coach Fadlu ampe nafasi Edwin Balua kwa sababu ni mchezaji mwenye uwezo mzuri wa kupiga mashuti kwa ufasaha kwenye lango. Lakini Johnson Mbwambo yeye anamaliza kwa kusema hivi, hatutaki majaribio ya wachezaji katika mechi hii. Kocha achukue wachezaji wenye utimamu na mechi za ushindani. Amemaliza hivyo na haya ni maoni yake kutoka kwenye ukurasa wetu wa X zamani Twitter. Jina langu ni Kennedy Moses, huu ni mshike mshike, usiondoke, bado tuko wote. Naam, baada ya kutazama yote hayo na mjadala mkubwa ambao tumeugusia hapo kwenye mitandao ya kijamii, muda huu nizungumze na Philip Mkini ambaye ni mchambuzi wa masuala ya michezo, niweze kuzungumza naye mawili matatu. Philip, karibu sana. Sina shaka umesikia ambacho nilikuwa nakisoma hapa kutoka kwa wadau mbalimbali wa mitandao ya kijamii. Wao wanagusia kuhusiana na swali ambalo tumeuliza, pasha shaka nao umelisikia. Wewe mtazamo wako ni upi? Wengi wamemgusia Edwin Balua, lakini Budo Mutale pamoja na Mukwala wametawala kwa kiasi kikubwa kwenye eneo hilo. Nafikiri unajua mashabiki nao wana mitazamo yao, lakini nao pia kuna mashabiki ambao wakati mwingine mitazamo yao inakuwa ni sahihi na inasaidia kwenye timu. Waliomzungumzia Budo nafikiri wameona kwenye mechi 3 za mwisho za ligi ambazo wamecheza, perform vizuri sana. Nafikiri ndio hicho ambacho wamekiangalia, lakini kuna wale ambao walishamuona kule nyuma kwamba ni mchezaji mzuri sana. Mavambo, kuna mtu alikuwa amemtaja Mavambo akasema kwake ndio best kwenye kikosi cha Simba. Alimuona alipoanza, alianza vizuri sana. Nafikiri kwa wachezaji wageni goli la kwanza la Simba lilifungwa na Mavambo. Performance yake sio mbaya. Lakini kuna mtu mwingine amemzungumzia kati ya Mukwala na Kibu. Ni mtazamo wake pia, inawezekana kuna kitu amekiona ya kwamba Mukwala anaweza kufanya, kuna kitu ambacho Kibu anaweza kufanya. Kwangu mimi nafikiri performance yao wote yote inabaki kwenye bechi la ufundi. Yaani mwalimu ana uwezo wa kuamua kwamba nani aanze, nani amalize. Kwa hiyo kwenye football nafikiri pamoja na maoni yetu ambayo tunaweza tukatoa kama mashabiki, pamoja na maoni ambayo anaweza katolewa na wasikilizaji na watazamaji, mwalimu ndo anakaa nao mazoezini, nafikiri anajua ni yupi best kwake kwa wakati huo. So far mpaka sasa Simba amewasili leo visiwani Zanzibar. Leo ni Jumatano. Manake ana leo Jumatano na Alhamisi, ana Ijumaa na Jumamosi, takriban siku 4 za mazoezi kuelekea mchezo huo. Kiufundi zitakuwa na faida gani kwake? Zina faida kubwa sana. Siku 3 nafikiri ile ya 4 na hata Patrick nafikiri alikuwa anamwambia mtangazaji ya kwamba ya 4 huwa haihesabiwi sana, sababu inakuwa ni siku ya kwenda kurefresh. Nafikiri hizi siku 3 ni wastani mzuri, sababu utapata session nafikiri ni zaidi ya 6 au 7 za kufanya mazoezi ya kutosha. Kwa Simba ambao tayari ni timu ambayo ilishachangamka, imecheza mechi nyingi msimu huu,
za kimataifa na za ligi nafikiri zinawatosha kufanya vizuri. Na ukiwaangalia hata wachezaji mazoezi unaona wamechangamka kwamba kuna kitu wanatamani kufanya. Shabalala akasema wanachokiangalia sasa hivi kinachoangaliwa ni wenyewe kufanya kazi. Mwalimu ameshamaliza kazi yake. Kwa nafikiri ndio hicho ambacho wanatakiwa kufanya kwa haya. Bana mkini tutazame kwa sababu Simba atakuwa nyumbani, Berkane atakuwa ugenini. Tuangalie takwimu za wote wawili kwenye mazingira hayo kwa ambayo yatakuwa ni ya mazingira ya mchezo unaofuata kwa maana ya Jumapili hii. Haya ni matokeo ya Wekundu wa Msimbazi, Simba akiwa nyumbani 3-1, 1-0, 2-1, 2-0, 2-0, 1-0. Kifupi Simba akiwa nyumbani ana sura ya kutisha. Performance hiyo hapo inakuonesha kwamba kuna kitu Simba anaweza kwenda kufanya kwenye mechi inayofuata, kwa sababu ukiangalia wastani utapata ni kuanzia goli 2. Yaani goli 1 nafikiri ni mechi hizo 2 tu ambao unaziona hapo. Kwa kuanzia goli 2 kuendelea mbele nafikiri Simba anaweza kufanya hivyo, lakini bado ana kazi nyingine kwa sababu kuna hiyo mechi na Tripoli ambao ni 3-1 na maana ile goli 1 kule lazima alifute. Lazima na hiyo mechi moja pekee alishinda magoli 3. Baada ya hapo nyingi ni 2-1. Ya 2-1 nafikiri ni hiyo moja. Lakini kuna 2-0 hizi hapa ambazo ndio target yake kubwa. Na maanisha magoli alofunga nyumbani. Ukiacha mechi alofunga magoli 3 nyumbani, zilizosalia zote hamna alofunga zaidi ya magoli 2. Ni kweli kwenye hizo ambazo ni za msimu, lakini kwenye misimu mingine kuna wakati alifanya vizuri sana. Nafikiri ukiangalia hata mechi ya goli 2-0 ni zile idadi ya magoli ambayo alikuwa anayahitaji kwa akayapata. Kwa hiyo leo Jumapili anahitajika kupata goli 2, nafikiri ana uwezo wa kufanya vizuri zaidi akazipata au zaidi hapo. Haya, sasa kwa sababu Simba atakuwa nyumbani, namba zake ni hizi kwenye hasa msimu huu, tuangalie Berkane wao wakiwa ugenini matokeo yao yako vipi. Hawa ni RS Berkane wakiwa ugenini, walimenyana na CS Constantine wakapasuka chuma 1-0, lakini baada ya hapo pia walishinda dhidi ya ASEC Mimosa goli 1-0. Kwa kuna sare tasa dhidi ya Lunde Sol, lakini pia kwa kuna ushindi wa goli 1 dhidi ya Stade Malien. Kwa pia kuna dhidi ya Stellenbosch walimpasua chuma 3-1 na dhidi ya Daja walimpasua chuma 2-1. Licha ya kuwa amekuwa anapata ugumu kwenye kupata matokeo mazuri ugenini, lakini kuna baadhi ya michezo amefanya hivi. Anapata shida ukimwangalia, sababu hata ukiangalia hiyo michezo mingi ambayo yeye anapoteza ugenini ni ile ambao anakuwa tayari kuna kazi ameshaifanya nyumbani. Kwa hiyo Simba wasichukulie sana haya matokeo hapa kuyahamisha kwamba ndio yanaweza kutokea. Simba wanachotakiwa kitu cha kwanza ni kufanya kazi yao. Ukiwaangalia hata hapo, angalia hiyo goli 1-0 wanapoteza, alafu njoo angalia mechi ya ASEC. ASEC bado ni timu kubwa sana, nafikiri kwa Afrika kila mtu anaijua. Kikubwa Simba anachotakiwa kufanya ni kuepuka kwamba Berkane wenyewe wasipate goli kwanza, wenyewe wapate idadi ya magoli yale ambayo anatakiwa. Ina maana kama Simba atatumia dakika 20 za kwanza kama zile ambazo Berkane alitumia nyumbani kupata angalau magoli 2, atakuwa ana nafasi nzuri ya kuimaliza hii mechi. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ni mechi ambayo imejaa ufundi zaidi, na pengine hizi namba tusiziangalie sana kwa sababu kama ambavyo umezungumza, mechi nyingi ambazo ameonekana kusuasua kufunga ugenini Berkane ni mechi ambazo shughuli kubwa ilikuwa tayari ishaisha nyumbani. Sio? Uko sahihi kabisa. Na kikubwa ambacho mtu anatakiwa akiangalia, hii ni mechi ya finali. Sio mechi ya hatua ya makundi au hatua ya mtoano. Hii ni mechi ya finali ambayo mtu anaondoka na kombe uwanjani. Ngoma inakwenda kwanza upya. Bana, shukrani sana. Nakushukuru sana. Naam, ni Philip Nkini nikizungumza naye kuhusiana na mambo yalivyo kuelekea mchezo wa Jumapili hii. Ni fainali ya pili kombe la shirikisho barani Afrika, Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya RS Berkane. Tusalie kwenye kutazama mchezo huu hasa visiwani Zanzibar. Baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wamefurahia kupelekwa Zanzibar kwa fainali ya pili kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane, wakidai kuwa itafungua fursa mbalimbali kwa mashabiki hao kuweza kunufaika kiuchumi na shughuli zingine. Wamesema pia wana matumaini ya kupindua meza katika mchezo huo. Mimi kama mkazi wa hapa Zanzibar nafurahi kwa sababu tutakuwa kiuchumi. Timu ikitoka nje watakuja kupanga loji zetu, watapanga hoteli, mamalisho watauza. Kwa hiyo viwanja vyetu tutapata mapato. Kwa hiyo ni jambo jema sana na ni jambo ambalo tunafurahia sisi kama Wazanzibari kwa sababu kafu wametuona. Kwetu sisi ni ushindi, hamna lingine. Sababu kwetu tumefungwa 2 na sisi tunaweza kupata zaidi ya 2. Na ni hakika kama tunapata zaidi ya 2. Sisi tunapongeza kama Watanzania na tukate tamaa ya kusema labda kwa sababu Benjamin Mkapa imefungiwa. Tutawatia moyo wachezaji wetu wapambane, na nahitaji mashabiki wenzangu waje kwa wingi, twende New Amani Complex tukawashabikie wachezaji wetu, tukawatie moyo, tukawatie nguvu, inshallah kwa uwezo wa Mungu tutashinda. Kwanza Zanzibar ni sehemu ya Tanzania. Hata kama wangeamua kucheza Pemba ni Tanzania hiyo.
haimaanishe kwamba mechi itanoga sana kwa Mkapa. Popote mpira unachezwa na matokeo popote. 60,000 sio wanaochukua kombe, atabeba nani? Kombe inachukua timu. Wakifika Amani, mpira ukichezwa, wakichukua Simba itakaochukua timu, wakichukua Bekani itakaochukua timu, sio itakaochukua mashabiki. Naizungumzia vizuri kwa sababu kwanza ni fursa kwa nchi yetu ya Zanzibar. Kwanza ukiangalia kwenye upande wetu kama sisi wajasiriamali, mechi ya Simba, mechi kubwa kuletwa Zanzibar, kuja kuchezwa Zanzibar ni fursa kwetu. Halafu jengine pia tunakuza utalii wa Zanzibar. Baadhi ya mashabiki huko visiwani Zanzibar wakizungumza kuelekea fainali hiyo. Tusalie hapo. Mashabiki wa mnyama kutoka hapa Dar es Salaam wametamba kupindua meza katika mchezo mkondo wa pili fainali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane utakaochezwa Jumapili katika uwanja wa Amani pale Zanzibar. Taarifa zaidi na Idrisa Rajab. Nipo maeneo ya Buza na nyuma yangu hapo unaweza kuona ni mashabiki wa Simba Sports Club, kubwa zaidi ikiwa ni kuelekea katika mchezo wa fainali ya mkondo wa pili kombe la shirikisho barani Afrika. Kitakachokuja kutokea, yani wenyewe watashangania, hawatoamini macho yao kwa sababu mpira unadunda. Wasije wakawa na kalili mara nyingi, yani wakajua nyekundu inakuwa njano. Nyekundu ni nyekundu tu siku zote. Nyekundu haiwezi kuwa njano. Timu iko vizuri, tuwe na amani. Zanzibar ni kwetu, tusifadhaike. Tutashinda, tutapata matokeo na tutabeba ubingwa. Ubingwa tunaubeba hapa Tanzania. Kombe haliondoki. Ubaya unaendelea. Tunaenda kupindua menza Zanzibar. Simba tunajiamini. Simba ni timu kubwa. Maajabu yaliyotokea kwa Mkapa yanahamia Zanzibar. Wachezaji wako vizuri, mashabiki wasikate tamaa. Yaani tujitokeze kwa wingi. Mimi kesho napanda boti kuelekea Zenji. Huu utakuwa mchezo mzuri tu. Yaani sisi tunaamini kabisa kwamba pale tukienda pale, yaani 3 tunawafunga. Hapa ni kazi tu, ubaya ubwela. Yaani hawataamini macho yao kitachokuja kutokea. Kwanza nimeshakata tiketi. Kesho niko na ndugu yangu Ngosha, tunaondoka tunaenda Zanzibar mapema. Mapema sana. Kitu ambacho nachozungumza ni kwamba wale Berkane ni watoto wadogo sana kwa Simba Sports Club. Kwa sababu mziki huu hawezi kucheza na sisi. Zile goli 2 kule ni kama za upapatu tu. Lakini Simba kwa mpanzu huyu jamani, kwa mpanzu huyu. Mkemia mkuu. Kwa hiyo ana uhakika kule wanakufa 3. Tuna imani kwamba Simba watashinda kutokana na historia jinsi inavyotokea miaka yote ya nyuma. Kwa hiyo tuna imani hiyo kutokana na wachezaji wetu jinsi walivyo, benchi la ufundi tunaloliamini na jinsi watu watakavyokuwa wanatia shangwe na hoihoi. Hapa ni nyumbani, wale hawawezi wakatoka. Naam, ni mashabiki wa Simba kutokea maeneo haya ya Buza, kama ulivyoweza kuwasikia hapo, wanatamba kuelekea katika mchezo wa fainali ya mkondo wa pili ambayo itapigwa Mei 25 pale katika dimba la Amani Complex Zanzibar. Kutokea hapa maeneo ya Buza jijini Dar es Salaam, mimi ni Idris Rajab, Azam Sports. Turejee hapa Dar es Salaam na kulitazama linaloendelea kwenye maeneo mbalimbali. Uwanja wa KMC Complex unaotumiwa na wenyeji KMC FC pamoja na timu za Simba na Yanga kama uwanja wao wa nyumbani umeanza kuboreshwa sehemu mbalimbali, lengo likiwa ni uwe na kiwango bora zaidi kuelekea msimu ujao wa mashindano. Haya yameelezwa na meneja wa uwanja huo Daniel Madenyeka alipozungumza na Mshike. Uwanja huu tulikuwa hatuna scoreboard. Ukiangalia msimu mzima huu tumekuwa tukicheza bila kuwa na scoreboard. Nadhani mechi moja tu tuliweza kukodi scoreboard fulani kutoka kwenye taasisi moja, kampuni moja, lakini baada ya kuona hii changamoto, viongozi wa Manispaa ya Kinondoni kwa maana kwa wilaya, mkurugenzi, meya pamoja na management yake yote kwa ujumla waliona hiyo changamoto, na tayari bahati nzuri ni kwamba wameshapitisha tayari bajeti na mkandarasi tulishampata. Mkiangalia nyuma yangu kule kuna tayari pale kuna frame ya kwa ajili ya kuweka scoreboard. Kwa hiyo kwenye muendelezo wa ujenzi scoreboard tayari ipo kwenye track, lakini pia tulikuwa tuna kodi PA system wakati wa mechi, tunaagiza tuna kodi kwa watu. Kwa sasa ile naye ilikuwa inatuletea changamoto sana wakati wa mechi, lakini naamini kwenye msimu unaokuja inawezekana PA system pia isiwe changamoto, kwa sababu tayari mkandarasi huyo ambaye anakuja kutuwekea hiyo scoreboard amepata na hiyo tenda ya uletaji wa PA system, kwa maana ya kwamba kufungwa ile ambayo haitakuwa movable. Lakini la tatu ni kwamba tuna mabenchi haya ambayo mkiangalia tunasema ni version kidogo ambayo sio ya sasa. Maelekezo ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuna aina fulani ya mabenchi ambayo ni ya kisasa zaidi, pia CAF walisha propose. Kwa hiyo yale sisi tunatarajia kuyafunga hapo. Nadhani Mungu akijalia mwezi huu wa 5 mzigo unaweza ukaingia, na mkandarasi ametuahidi kwamba ndani ya mwezi wa 6 atakuwa amesha install.
lakini pia tutakuwa tuna zoezi kubwa kabisa ambalo hili linaenda kutamatika ndani ya mwaka wa fedha. Tuna issue ya kutaka kuweka taa. Mkurugenzi wa Manispaa Kinondoni alishaliona hilo na tumeshapata mkandarasi, yupo kwenye hatua za mwisho masuala ya kimkataba. Mungu akijalia na waona inawezekana wakaanza kazi. Kwa hiyo msimu huu unaokuja, haya mambo makubwa ambayo tayari nimeshaeleza, hayo lazima tuyaone kwa vitendo. Tunakamilisha hivyo nusu saa ya kwanza ya mshike, lakini kabla tujakwenda kwenye nusu saa ya pili, ni kujuza japo kwa uchache yale ambayo yataendelea kwenye kisimbuzi cha Azam kutoka sasa na kuendelea mpaka hapo kesho. Azam TV, michuano ya NBC Youth League kwa maana ya vijana chini ya umri wa miaka 20 itaendelea hapo kesho kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni. Kama ambavyo unaona, Kagera Sugar watakuwa mzigoni dhidi ya Tanzania Prisons, Azam Sports 1 HD. Vivyo hivyo pia kwa Fountain Gate saa 1 kamili usiku watakuwa na minyana na Young Africans majira ya saa 1 kamili usiku, Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Lakini pia Azam TV hapo kesho kwenye bato ya kujua nani anaenda nani anabaki kwenye ligi kuu kwa maana ya Ujerumani kule Bundesliga tarehe 20 Mei. Ni kama ambavyo unaona saa 3 kamili usiku Heidemann watakuwa mzigoni kwenye kupambania hatima yao. Ngoma itakuwa live kwenye kisimuzi cha Azam TV kuanzia majira ya saa 3 kamili usiku, Azam Sports 2 HD. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo nimekujuza kupitia nusu saa ya kwanza ya mshike, lakini je, tutakuja kujuza nini kwenye nusu saa ya pili? Ni pamoja na haya: hatima ya bingwa wa ligi kuu kandanda Italia Serie A kujulikana hii weekend hii, na timu ya taifa ya mpira wa kikapu kwa walemavu yajiandaa na mashindano ya Zone 5. Ni mshike, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Karibu tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali yake ina mpango wa kujenga uwanja mkubwa wa michezo visiwani Zanzibar ambao utagharimu dola za Marekani milioni 180 ambazo ni sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 4.8, ikiwa ni sehemu ya mikakati ya kukuza michezo. Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu mjini Unguja wakati wa hafla ya utiaji saini ya mkataba wa mkopo nafuu kati ya serikali ya Mapinduzi Zanzibar na benki ya CRDB. Ni miradi ya AFCON tutajenga uwanja wa kisasa kabisa wa mpira. Tutajenga na hoteli ya nyota 5 katika eneo hilo. Lakini vile vile tutajenga na hospitali kwa sababu haya ndio masharti yanayotakiwa na waandaaji. Vyote hivi vitakuwepo. Karibu dola za Kimarekani milioni 180 zitatumika kwa ajili ya kujenga mambo haya. Pale ninaposema kwamba tutakuwa na uwanja kuliko Anfield, sio utani. Maana hao washabiki wa Manchester wanasema Old Trafford. Lakini Old Trafford haifiki kwenye uwanja utakaokuwa Zanzibar. Katika ligi ya vijana umri chini ya miaka 20, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimepoteza kwa mabao 2-0 katika mchezo dhidi ya KenGold katika mchezo uliopigwa mapema leo katika dimba la Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Katika mchezo huo magoli ya KenGold yamefungwa na Hemedi Kinamba maarufu kama Chuma Mnamomo dakika ya 23 na lile la Popa Richard Mwantondoa likifungwa dakika ya 90. Mwantengule ingizwa ndani kwa nafasi huko, kwa nafasi ni wanaichanganya kule nini, Mamuya anasema nini? Anasema ni bao. Yes. Nilisema awali kabla mchezo wa kwanza kwamba leo na tokeo moja tu ambalo natakiwa nitoke nalo kwenye uwanja wa mechi, kwamba natakiwa nipate ushindi, na niliwaandaa wachezaji wangu kisaikolojia kwa maana hiyo. Kwa hiyo nashukuru wachezaji wangu wamepambana, wamefuata maagizo yangu, tumepata point 3 inshallah. Tumecheza mechi salama, tumemaliza salama. Lakini moja ya shida ambayo imepelekea leo ni ile final third. Tunashindwa kuwa watulivu wakati tunapofika katika nafasi ya kufunga. Kwa hiyo hii ndio shida kubwa ambayo ilipelekea tukakosa nafasi, lakini tumetengeneza nafasi nyingi, lakini finishing yetu ilikuwa poa. Kwa hiyo shida kubwa ilikuwa kwenye umaliziaji. Naam, mbali na hilo tusalie papo pia kikosi cha matajiri wa jiji Azam FC kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 kimefanikiwa kuvuna alama 3 katika mchezo dhidi ya Dodoma Jiji uliopigwa muda mchache uliopita katika dimba la Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Bao pekee katika mchezo huo la ligi ya vijana NBC chini ya umri wa miaka 20 limewekwa kambani na nahodha Ali Hassan. Hayo ni yale ambayo yametokea Azam Complex jioni hii.
Haya, mbali na hayo ya Azam Complex Chamazi, tuendelee na mengine. Mashabiki wa soka Dar es Salaam wametoa maoni baada ya kumalizika kwa ligi kuu wanawake na wakishuhudia timu ya JKT Queens ikimaliza wababe katika ligi hiyo. Kwenye ligi ya wanawake nilivyoifuatilia, naona kuna mabadiliko japo baadhi, kwa sababu kuna baadhi ya vilabu vimewekeza na vilivyowekeza na vinaonekana faida yake. Ukichukulia JKT wao wana msingi mzuri wa kuwatengeneza watoto, hususan hao wanawake au timu ya vijana, kwa sababu kuna wengine wanasoma pale na mwishoni wanapata ajira pale. Kwa hiyo mtu akishakuwa JKT akili yake inatulia. Ukija kwa Simba, wao wamewekeza nguvu kwenye timu za wanawake. Hii iko wazi kabisa. Wapo kabisa na misingi imara, wamempeleka mdhamini kule, wana mlezi, wana makocha, wana waajiri wa makocha professional. Ina maana wametolea macho hii timu. Kwa msimu huu umekuwa na ushindani mzuri sana, na nafikiri wachezaji hao ambao wameongezwa kimataifa kuna kitu wamekuja kukiongeza. Kwa hiyo mimi nilichoona ligi ni nzuri na ushindani ni mzuri. Sasa hivi ligi ya wanawake inazidi kukua, sababu tofauti na zamani. Hata ukiangalia timu yangu ya Yanga sasa hivi pia inajitafuta, japokuwa tunaumia, hatujabeba ubingwa, hatujai kubeba ubingwa, lakini naamini kabisa ipo siku tutakuja kubeba. Ligi ya wanawake ipo vizuri, inazidi kukua sana. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imesema kuwa itaendelea kuenzi na kushiriki shughuli za michezo ndani na nje ya nchi kupitia timu zinazoundwa na vikosi vya majeshi. Waziri wa wizara hiyo Dr. Stergomena Tax amepongeza timu na klabu za michezo za majeshi ambazo zinashiriki na kushinda mashindano mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuletea taifa medali na heshima. George Mbala anaarifu zaidi. Ni katika bunge ambapo hotuba ya bajeti ya Wizara ya Ulinzi inawasilishwa, wizara ambayo ni mdau mkubwa wa michezo, ambapo Waziri Tax anasema wizara itaendelea kuenzi michezo na kuletea heshima taifa. Wizara kupitia Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania na JKT imeshiriki vile vile katika michezo mingine ndani na nje ya nchi, na katika michezo hii wana michezo wetu waliweza kupata ushindi na kuliletea taifa letu medali, lakini pia na heshima kubwa. Waziri Tax hakuacha kuwatambua na kuwapongeza askari na maofisa wa JWTZ na JKT ambao wamepeperusha vyema bendera ya taifa katika anga la kimataifa, akiwemo Meja Kasui na Sergeant Alphonse Simbu, mshindi wa medali ya fedha katika mbio maarufu za dunia za Boston Marathon. Vile vile nawapongeza Brigedia Jenerali Hassan Rashid Mabena kwa kuteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya maandalizi ya mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika hapa nchini kwetu mwaka 2027. Na Meja Jenerali Mohamed Haruna Kasui aliyechaguliwa kuwa rais wa kamati ya ufundi wa mpira wa kikapu wa Baraza la Michezo ya Majeshi ya Dunia na kuwa Mtanzania na Mwafrika wa kwanza kushika nafasi hiyo tangu mwaka 1948 baraza hili lilipoanzishwa. George Bara, Azam Sports, bungeni Dodoma. Naam, unaendelea kutazama Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Twende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Timu ya taifa ya kikapu kwa watu wenye ulemavu yaendelea kujifua katika uwanja wa JK Youth Park kuendelea na mashindano ya Zone 5. Taarifa zaidi na Hadija Halifa. Ni katika uwanja wa JK Youth Park hapa Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, ambapo timu ya taifa ya mchezo wa kikapu kwa upande wa watu wenye ulemavu wanaendelea na maandalizi yao kuelekea katika mchezo wao wa Zone 5 ambao utafanyika Septemba mwaka huu kule nchini Ethiopia. Hapa sasa tuko kwenye maandalizi ya kujiandaa na Zone 5 itakayofanyika Ethiopia mwezi wa 9. Kwa mashindano haya tunaojiandaa nayo kwa sasa, tumeanza kucheza na nchi mbalimbali. Kwa hiyo tarehe 28, 29 na 30 tutakuwa na ugeni hapa. Timu yetu ya taifa ya wheelchair basketball tutacheza na wenzetu wa Zambia. Tangu tulivyoanza mazoezi, maandalizi yanaendelea vizuri. Kuna changamoto za hapa na pale kama vile mvua, usafiri, kwa sababu sisi ni watu wenye ulemavu, inakuwa ni ngumu kusafiri kutoka sehemu moja
kwenda sehemu nyingine. Ukiwa unacheza tu kwa kuiga kwa vile fulani anacheza, basi na mimi nataka nicheze au tu nisafiri au tu nionekane kwenye TV, hauwezi kufika mbali. Kwanza ukipende na ujitume mwenyewe ndio utakuwa mchezaji mzuri. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya JK Youth Park Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, Hadija Halifa, Azam Sports. Kikosi cha chama la wana Stand United kimeendelea kujiandaa kuelekea mchezo wa kwanza wa playoff dhidi ya Geita Gold kuwania nafasi ya kupanda ligi kuu ya NBC. Kasisi Costa kutoka Shinyanga anaarifu zaidi. Mtazamaji wa Azam Sports, kuelekea mchezo wa kwanza wa playoff kati ya timu ya Stand United chama la wana dhidi ya Geita Gold katika uwanja wa Nyankumbu mkoani Geita. Nimefika hapa katika uwanja wa CCM Kambarage kuzungumza na msemaji wa kikosi hiki kufahamu hali ya maandalizi na namna ambavyo kikosi kimejipanga kuelekea mchezo huo. Kikosi kipo Shinyanga hapa ila ni sehemu moja hivi ambayo haijawekwa wazi kwa sababu tunakiandaa vizuri kikosi chetu. Kwa hivyo kipo hapa Shinyanga, lakini kipo sehemu nzuri na salama kabisa kwa ajili ya kwenda kumnyoa Geita. Kumbuka kwamba kama ambavyo huwa nasema kipigo cha kausha damu KKD. Kwa upande wao, baadhi ya mashabiki na wanachama wa Stand United wameeleza matumaini na nia yao ya kufanya vizuri katika mchezo huo utakaofanyika Mei 24 katika uwanja wa Nyankumbu mkoani Geita. Kwanza matarajio yetu makubwa ni kushinda mechi ya playoff tukiwa tuna kikosi ambacho ni imara chenye kujituma, na cha kwanza tutamtanguliza Mungu ikiwa mchezo wetu wa Jumamosi, lakini hatuna hofu yoyote kucheza na Geita. Iwe jua iwe mvua, tunaweka kushinda hiyo mechi. Sisi kama Stand, kama mashabiki kuelekea mchezo wetu na Geita Gold tumejiandaa vya kutosha kwenda kuipa support timu yetu. Tunaamini kupitia benchi letu la ufundi na wachezaji wetu tunaenda kupata pointi 3 muhimu na kuweza kusogea mbele kuelekea playoff ya pili. Tunamshukuru Mungu mpaka sasa timu yetu iko vizuri, maandalizi yamekamilika kila kitu. Tunasubiri muda wa kwenda kupambana, na mimi tutashinda. Kujiandaa kwa ushindi mnono, ushindi mzito. Mimi napenda tuwape taarifa wana Geita kwamba wajiandae, tunakuja kwa wingi. Na itakia heri timu yangu kuelekea kwenye mchezo wao kesho kutwa huo wa playoff. Nitafurahi sana kama tukipata matokeo ya ushindi, kwa sababu hiyo ndio imekuwa ni kiu hasa wana Shinyanga. Kutoka hapa katika uwanja wa CCM Kambarage mkoani Shinyanga, Kasisi Costa, Azam Sports. Msimu wa 6 wa NBC Marathon umezinduliwa hii leo, ambapo mwaka huu mbio hizo zitafanyika Julai 27 kule Dodoma na zina lengo la kupiga vita saratani ya uzazi. Tunataka tufikie wakimbiaji 12,000. Hilo ni lengo letu. Na kama nilivyosema, tumeanza ufunguzi, pamoja kwamba ufunguzi rasmi umeanza leo. Tulianza na ufunguzi wa punguzo ambao tumeona umekwenda vizuri kabisa, umefika 100%. Kwa hiyo kwa tumefungua leo, tuna uhakika by mwezi wa 6 mwishoni tutakuwa tumefikia lengo letu la wakimbiaji 12,000. Nichukue nafasi hii tu kuwakaribisha Watanzania wote tukakimbie Dodoma, NBC Dodoma Marathon tarehe 27 mwezi wa 7. Karibuni sana, nenda kajiregister kupitia tovuti yetu ambayo tunaitangaza ni event. Hiyo ambayo itatangazwa. Naomba uende ukajiregister, unalipia tu shilingi 45,000. Ni mwendelezo, tumekuwa na NBC toka mbio hizi zinaanza, tumekuwa wadau wakubwa katika mbio hizi hadi leo, hadi msimu huu unaokuja, lakini kikubwa ni ile dhamira na sababu ya kurudisha kwa jamii. Tunajua sisi hata katika shughuli zetu za bima tuna deal na jamii. Bima inalinda mali, inalinda maisha ya jamii. Kwa hiyo hatuna budi sisi kama Sanlam Tanzania kurudisha kwa jamii, na njia nzuri zaidi ni kushirikiana na wenzetu ambao tuna nia moja. Wanasema ukitaka kwenda mbali basi nenda na wenzio, lakini ukitaka kwenda haraka uende mwenyewe. Nia na madhumuni ya sisi kwa nini tumeamua kushiriki, tumependa lengo kuu la hii marathon, ambapo mosi ni kwa ajili ya kusupport afya ya wazazi na watoto. Kwa hiyo kupitia pia foundation yetu GSM Foundation, hizi ni kati ya malengo au dira ambazo tunazo kwenye GSM Foundation. Kwa hiyo tumeona kuna tija ya sisi kujumuika na NBC Dodoma Marathon ili kuweza kutekeleza malengo hayo ambayo wameyaweka kwa ajili ya afya ya wazazi na watoto.
Timu ya mchezo wa mpira wa kikapu ya Nyamonge Sports imetangaza rasmi tarehe ya bonanza kubwa na la aina yake litakalofanyika katika viwanja vya Mwembe Yanga Temeke, Dar es Salaam Juni 8 mwaka huu. Leo ni siku ambayo tunatangaza rasmi tarehe yetu ya bonanza letu ambayo tulizungumzia hapo nyuma. Bonanza letu itafanyika tarehe 1 mwezi wa 6 pale Mwembe Yanga. Tunapenda kuwaomba wazazi au walezi muweze kuwatoa watoto wenu ndani na kuwaleta katika eneo la tukio. Sisi kama Nyamonge Sports tumejipanga kwa kila idara. Michezo itakayofanyika pale ni rede, basketball, kuvuta kamba na mingineyo mingi sana. Ndugu mlezi au mzazi, tunaomba umlete mtoto wako siku hiyo ya tarehe 1 mwezi wa 6 pale Mwembe Yanga. Tukisalia mchangani, michuano ya Maji Cup imeshika kasi mkoani Manyara ambapo timu mbalimbali za mamlaka za maji kanda ya kaskazini zinashiriki. Lengo la mashindano hayo ni kuhamasisha jamii kutunza vyanzo vya maji. Helen Kawiche kutoka Manyara anaarifu zaidi. Maji Cup imerindima hapa kuna Kodimba la Tanzanite kwa raha na kuzikutanisha timu za mikoa ya Manyara, Arusha, Kilimanjaro na Tanga. Maji ni uhai, lakini michezo pia ni afya. Wengi tunasisitizwa tutumie maji na wengi tunasisitizwa tushiriki michezo. Kwa hiyo hapa tumekuja kufanya mambo mawili kwa pamoja. Moja, kama alivyosema mtendaji mkuu wa ATAWAS, kwa mujibu wa kauli mbiu ya mwaka huu, tumekuja kutangaza mafanikio kwenye idara ya maji na sekta za maji. Ikaundwa Maji Cup League ili tuweze kutumia jukwaa la michezo katika kueneza jumbe mbalimbali zinazohusiana na huduma za maji. Mamlaka yetu sisi, ndugu zangu, ina jukumu la kutoa huduma za maji safi pamoja na usafi wa mazingira kwa mji mzima wa Babati, lakini tuna mji wa Katesh Hanang, tuna mji wa Okesmet Manjiro pamoja na miji midogo iliyoko hapa Babati kama Magugu, Garapo, Bashnet pamoja na Dareda. Ligi hii ya maji inasaidia watumishi katika sekta ya maji. Kwanza inaboresha afya zao, inatuleta pamoja, tunashare ujuzi tofauti tofauti katika utekelezaji wa kazi zetu. Fainali ya ligi ya maji inatarajiwa kufanyika mkoani Tanga mwezi wa 7 kuanzia tarehe 12 hadi 22 mwaka huu. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Asante kwa kuendelea kuwa nasi na kuchagua Mshike. Niseme mpaka hapa hatuna la ziada, lakini pia una nafasi ya kufuatilia vipindi vingine kule kwenye chaneli ya Azam Sports 3. Kuna tuzo za Yanga Princess ambazo zinaendelea kutolewa huko muda huu. Lakini kabla sijahitimisha, ni kupitisha japo kwa uchache tu machache kati ya mengi ambayo nimekujuza kupitia Mshike hii leo. Timu ya Simba yafanya mazoezi ya kwanza Zanzibar kuiwinda RS Berkane fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kujenga uwanja mpya wa michezo wenye thamani ya zaidi ya bilioni 4. Mwisho wa Mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses. Tukutane kesho. Uwe na usiku mwema.